wajane na mayatima na kushughulikia shida zao. Halafu pia Biblia hiyo hiyo ndio inasema waliomfuata Yesu ndio wa Kristo. Hizo fasi sasa ndio vitu tunatafuta tukasijue. Na ndio nimekuambia siwezi jua nikiwa kwa nyumba. Lazima nitoke nje. Nipate kuna wasomi huko zaidi kama nyinyi hivi. Sasa unaweza nifundisha kwa maandiko nione? Naweza. Matendo ya Mitume 11. Fungua tu hiyo yako hiyo. 26. Fungua una Matendo ya Mitume. Ambapo inasema Ukristo ni si Ukristo na kueleza usiniweke maneno. Haya ni sawa. Tunataka tufungue kile ninachoamini ndicho hicho na kufundisha. 11:26. Biblia inasema hivi. Hata alipokwisha kuwaona akawaleta Antiokia, huyu ni Paulo. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa wakafundishana watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo wa hapo Antiokia. Sasa anza upya. Anza ni kuonyesha kitu inaongelelea hapo. Hapo ndio sasa Ukristo ilikuwa inaanza. Si ni kweli? Ukristo inaanza. Sasa ndio nimekuuliza. Aliyekuambia Ukristo ni dini, wewe ukasema ni dini ya haki na imetangazwa. Hapo Paulo ndiye anaanzisha. Umesikia venye amesema kweli? Pengine mtete amesema Biblia mzima haijaandikwa. Haijasema Ukristo. Umesikia venye amesema? Haijasema. Haya basi msikize vizuri. Naomba tu ndio ukwe fair pia kwetu. Ndio hiyo. Biblia haijasema Ukristo ni dini. Lakini wanaomfuata Yesu ndio wameambiwa kwamba wanafunzi wa Yesu waliitwa mara ya kwanza wa Kristo Antiokia. Na hiyo ndio mwanzo wa kanisa. Sasa huyo mwenye anasema huyo nani? Ni Paulo. Si ni kweli? Paulo hajasema hapa. Ni watu wa Kristo. Paulo hajasema hapa. Wafuasi wake. Si wafuasi wa Paulo, wa Yesu. Kwanza watu wasiookoka. Wanafunzi. Ndio waliita hao watu. Wanafunzi ambao twende pole. Tuongee na mmoja. Haya. So ndivyo hivyo. Na hapo ndio jina wa Kristo ambao ni wafuasi wa Yesu, wanaomfuata Yesu, wanaitwa wa Kristo. Na Yesu mwenyewe alikuwa anaingia katika dini gani? Yesu mwenyewe alikuwa kwa dini ya Kiyahudi. Alikuwa Myahudi ambao walipewa sheria. Haikuwa dini. Ilikuwa Wayahudi wote. Kama umezaliwa Myahudi kwa kisasi cha Abrahamu, unaitwa mtu wa Mungu. Provided umekuwa umetahiriwa kwa siku ya 8, umefuata sheria za Musa, sheria ambazo Musa alipeana, basi wewe umehesabiwa kuwa mtu wa Mungu. Kweli kabisa. Lakini watu wengine walikuwa watu wa mataifa, sio wa Mungu. Na ili ukuwe mfuasi wa Kristo Yesu, unapitia njia gani? Unajua Yesu mwenyewe ni mtu, haikuwa barabara. Sio ukimfuata yeye utalala chini wa kutembelea ndio uko umemfuata yeye. La hasha. Lazima ufuate mafundisho yake. Mafundisho yako ndio hiyo na kuuliza hiyo. Yesu mwenyewe. Sasa tuulize Yesu. Si ndio? Tunatumia hiyo simu yako. Yesu, tuelekeza hapa, mwelekeo ipatikane. We Yesu mwenyewe ulikuwa dini gani? Nifungulie Luka hapa. Luka ngapi? 4:16 Luka. Mmoja ndiye atasoma. Tutakusomea tu. Mmoja. Msisome. Ngoja kidogo. Twende pole. Mwenye atatangulia 16. Na usome pole. Ieleweke. Tasoma kwa lugha ya Kimombo. Soma Kiswahili. Akaenda Nazareti. Hapo alipokelewa. Alipolelewa, soma vizuri. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia sinagogi kama ilikuwa desturi yake, akasimama ili asome. Ndio hiyo. Iko sawa kabisa. Vile ilivyokuwa desturi ya Bwana Yesu Kristo. Alikuwa anaingia katika dini gani? Sinagogi. Hakuna dini hapo, hajasema dini. Rudia. Aliingia sinagogi, hakuingia dini. Sinagogi maana yake ni? Sinagogi ni mahali pa kuabudu. Mahali pa kuabudu. Shaka, naomba unisaidie hiyo Biblia.
imalize hii. Kuna kesi hapa kubwa mzito. Lakini nayo Biblia kuna mtu ako na maswali. Aulize. Alafu mimi naweza ulisema kitu kabla. Kwanza naomba wewe unisomee. Unajua kusoma? Ndio, mimi najua kusoma. Sasa shika hii. Sasa ili tufike kwa hii. Rutia ndio tuunganisha na hiyo. Umesema 10 na ngapi? 16. Tunataka tuulize sasa tafsiri ya Biblia. Unajua maana tafsiri? Maelezo ya Biblia. Kwanza hii ni Biblia, kweli uongo? Sisi hatujui, tutaangalia ndani ndio tujue. Ndio hii angalia. Ni Biblia, ni Biblia tumeona. Sasa nataka wewe ndio unasoma. Na hata ndio hii tumemark ili isiwe na kutafuta. Wanasema hii imeandikwa aje? Sinagogi. Sinagogi ni msikiti. Hapana. Msikiti wa Wayahudi. Biblia gani hiyo? Ni kitabu gani nasema msikiti? Kwanza akakuwa Biblia yenyewe yote kwa jumla. Biblia ya. Chukua ni Biblia ndio. Ni Biblia gani? Biblia gani ndio mimi naweza mjibu. Ndio hiyo. Ni Biblia si Biblia. Haina shida. Hiyo tafsiri ndio nataka kujua. Hiyo tafsiri iko katika fasi gani ya Biblia? Inasema sinagogi ni msikiti ya Wayahudi. Mimi naweza jibu swali. Tuna base katika Biblia yenyewe, sio matafsiri. Sio matafsiri. Ni Biblia. Tafsiri. Ingekuwa tafsiri ingekuja mbele ya Biblia, basi tafsiri ndio Biblia ingekuwa ina interpret tafsiri. So kuna mtu anaweza tafsiri vitu vyake. Kweli? So sisi hatuwezi ngoja tafsiri. Ngoja kwanza. Sisi wote ngoja kwanza kidogo. Mimi na wewe ili tuelimike inafaa tufuate maandiko ya Biblia ama yetu? Maandiko ya Biblia. Maneno iliyokuwa kwa Biblia ni ya haki ama ya uongo? Unajua Biblia inalingana na Biblia imeandikwa ya haki ya kweli. Maelezo Biblia imeandikwa kweli na ni haki. Nataka kuanza hivyo masaa ya kusoma. Sikiza. Kuna kama ukisoma NIV kuna vitu vingine havipo. Sasa haimaanishi kwamba Biblia yote unaona. Sasa hiyo ndo maana tunakuambia kwamba lazima tuangalie tafsiri. Kuna zingine mnaweza andika ili muje mtuchape. Na wewe uulize, unasuia wewe jamaa. Sasa nakuuliza hivi wewe, songa huku uonekane. Yeko sawa, sikatai, njoo. Ako sawa. Sasa hii Biblia tufuate maneno yake ama tukatae maneno yake? Haya, sikiza. Biblia kuna vitu vingi vimeandikwa kwa Biblia. Katika Biblia Mungu ameongea. Na sisi tunasema kwamba tunafuata scriptures. Nasikia? Sio Biblia nzima. Biblia nzima kuna wachawi wameongea hapo kwa Biblia. Kuna wanyama wameongea hapo kwa Biblia. Zingine zilikuwa mifano ili tuelewe vile maisha yanavyoendelea. Kuna wengine wameandikia kwa Wayahudi. Wewe ni Myahudi, mimi sio Myahudi. So walituonyesha historia mahali Ukristo ilianzia. Ilikuwa tu historia. So si vitu vyote vinafaa tuvifuate. Sasa sikiza hapa. Sikiza nimalize kwanza. Umeniuliza. Sasa sikiza. Biblia kuna maneno yale umewekewa wewe ufuate na kuna maneno mengine ilikuwa mfano ukifanya hivi unaangamia. Sasa wewe ukisema kwamba nifanye jinsi imeandikwa unanikosea na unakosea mwenye aliandika na kusudi zake wewe basi hujazielewa. Sasa swali rahisi. Hiki kitabu ndio mnatumia kanisani, ukweli ama uongo? Tunatumia kanisani. Tuifuate ama tusifuate? Tuifuate. Tunafuata hiyo maandiko. Na tukipata ile maneno duniani hatufanyi, naye inasema tuifanye. Tufuate ama tukatae tufanye? Tufuate. Hapa Yesu anasema vile ilivyokuwa desturi. Maana desturi ni nini? Desturi. Kitu inafanywa kila wakati. Maana desturi ni nini? Hiyo sasa. Kitu Biblia yenyewe imeeleza vile ilivyokuwa desturi yake. Alikuwa anaingia katika sinagogi. Ilikuwa desturi. Sikiza, Yesu anasema kwamba sija kuja kubadilisha chochote, bali lazima angeonyesha kwamba ameanzia mahali. Alitoka wapi? Alitoka katika Wayahudi. Alitoka katika Wayahudi. Hangeanza na unakumbuka vile nilikwambia mara ya kwanza. Ameuliza sana ni kama tunamzuia. Anaweza akatuongeza elimu. Mimi nataka kujibu hivi. Kitu nataka kukosea, ni nataka kuclaim. Wewe unachukua? Mile kitu unakosea ni moja. Ile kitu unakosea ni moja. Unasema Yesu aliingia kwenye sinagogi. Sio mimi nakosea. Sikiza. Wewe usije ukanisingizia. Imetoka kwa maandiko. Usiseme ni mimi. Kama ni kusema hivyo basi ni huyu. Huyo acha basi na wewe. Acha nikujibu kwanza. Sikiza nikwambie. Yesu wakati aliacha wanafunzi wake, aliwaambia aje, nendeni kwa mataifa mkiwatangazia hii habari, hii injili, si ndio? Na pia Yesu kuna wakati alipatikana ni our high priest, walimpatanga wakamuuliza mbona unakaa na makahaba na unakaa na wao? Akawaambia mimi sikukuja
kwa sababu yenu nyinyi, nilikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Hiyo ndio maana alikuja hapa. Kwa hivyo kama Yesu alikuja kwa sababu ya wenye dhambi, haimaanishi Yesu alikuwa anabagua kama wewe ni hiyo. Wakati hakukuwa peke yake na Wayahudi, kulikuwa na dini zingine pia tofauti, si ni kweli? So kumaanisha Yesu angeingia mali yote alikuwa anapokelewa. Ndio maana aliambia hata wanafunzi wake, mali yote mtakapoenda kupeleka injili, mlango ambao mtakapokelewa muingie, basi na muwahubirie, na wakikubali, na watakao kataa mtoke na wampigie ni. Unaelewa sasa? Hivyo ndivyo Biblia inaeleza. Sijui kama ushaelewa hivyo. Kwa hivyo kama Yesu alisema tuwapelekee, ni kumaanisha mimi naweza pelekea pia Muislamu injili, naweza pelekea Myahudi, naweza pelekea mtu mwingine. Usiseme ya kwamba ukinielekeza ya kwamba Yesu alienda kwa sinagogi. Hiyo ndo kazi Yesu alikujia sasa, kuwaletea hii habari. Kwa hivyo ndo maana alienda sinagogi, akaenda kama ilivyokuwa desturi. Ilivyokuwa desturi yake gani? Kumaanisha hakuingia peke yake kwenye sinagogi. Kumbuka wakati Yesu alienda kakuta watu fulani ambao wanakula namna fulani. Akakuta kama hivi ndio wanakulaga, akaingia tu afanye kulingana na desturi yao vile wanavyofanya. Unajua kwamba kama unataka kukubalika kwanza, unakuta Waislamu wanafanya hivi. Wanavaa kanzu, wanafanya hivi. Mimi nitakuja nifanye kama desturi ilivyo yao, nikuje nivae kama wao. Ndio kwamba tufanye nini? Ndio ili kwanza unikubali. Unaona, mimi nitafuata desturi yenu, lakini nitakuletea habari ambaye atakupokea na aikubali na batizwe. Na yote mtakayokubali na batizo. Kumaanisha sasa hata Yesu alipoingia kwenye sinagogi alikuwa na lengo. Ukisoma zaidi, ukisoma ngoja kwanza nimalize. Sinagogi kumaanisha alipokuwa anaenda kwenye sinagogi alikuwa na lengo fulani. Na hii sinagogi alipokuwa anakwenda haikuwa hiyo mji alikuwa anaenda kitambo huyo Nazareti. Maybe alikuwa maybe kwingine, alikuwa Jerusalem pia alikuwa enda sinagogi pia pale akahubiria. Kama vile nitaenda msikiti wa pale Isili, msikiti wa hapa Saika, nikuje niende niwapelekee injili kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa sababu hiyo ndio kazi ilimleta duniani. Sasa ngoja kidogo. Sasa ulikuwa unasuia huyu jamaa. Bado unamsuia. Tulia ongea. Sasa niongezee kwa yake. Kisha ukasema tufuate Biblia. Ukanifungulia Biblia. Biblia iko hapa. Huku ndio maandishi yako huku. Hii ndio tunafaa tufuate. Na hii ndio tunafaa tukubali. Kisha hapa kuna maelezo ya maneno. Hii zinaitwa extra biblical text. Sasa acha nimjibu. Tolea wewe amaliza nikuulize swali hapa. Acha nimjibu. Unaona hizi ziko hapa? Kulingana na ambaye ametengeneza hii chapa. Yeye anajua adha ni mateso ya au ama udhia. Ukienda kwenye kamusi yenyewe kuna venye ina tafsiri. Unaona? Kamusi yenyewe kuna vile ina tafsiri. Unaelewa? Na kila kitu. Ona. Fanya hiyo. Ona. Sasa ukisema alafu siacha nimalize basi. Acha nimalize. Inaweza kuwa hata imesema sinagogi hapa ni msikiti. Sikatai, kwa hivyo mimi sijui maana, lakini nasema hata kama inasema ni msikiti. Haina makosa kusema Yesu aliingia kwa msikiti. Aliingia akiwa na lengo. Aliingia akiwa na lengo. Saizi wewe mimi nikitaka kuwapelekea injili, nikuje niingia kwenye msikiti saizi nitafukuzwa. Hebu wacha nipe huyu shehe wangu, mueleza sasa. Endelea tu. Shehe karibu sasa. Ona. Jambo moja inatusumbua lazima amalizia alafu ndio mkonklude. Tuko tu hapa si ati naenda. Ndio mimi nataka kusema sasa. Hebu kidogo usizuie pale. Kuja huku uonekane mbele. Ngoja mimi nataka tu kukujia hapo. Na mpostingi yote msiposti nusu mahali penye mimi. Hakuna chochote. Au post nusu. Mimi nataka nijibu hiyo. Watu postingi yote. Tuna posti yote. Usiogope. Kuja hapa kila wakati. Yaani ukituona tukuja. Sasa huyu kuna swali lilikuja ambalo nataka tusiweke. Unajua hapo kuna watu wengi. Huyu alikuwa na shughuli yake nikamstopisha. Alikuwa shughuli yake tukasema ushaona? Na nimesema hii kitu iko na sababu. Sababu ni kwamba tulizane maswali za kuelimishana. At least tuko watu wengi, kila mtu ako na maswali yake kwa kichwa. Wacha tumalize alafu kila mtu at least hata kama ni maswali moja ambaye ni ya dini, ambaye mngependa kujua upande yetu, tunaweza furahia zaidi hivyo. Kwa sababu kuna watu wanatufuatilia, tusikae kwa kitu moja muda mrefu na watu wanaangalia mpaka mtu ashindwe, ni kama yani tunagombana na hatutaki. Si watu tuna kazi zetu. Mimi naweza huyu yako na kazi nimemstopisha, alafu nimstopisha tuanze kugombana. I make sense. Sio? Yaani kuvutana. Sasa nyinyi mtampromote venye tunawapromote. Exactly. Sasa ni hivi.
tumeona pale katika Luka 14 Yesu alienda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hii Biblia ikatafsiri kwamba sinagogi ni msikiti. Bimaana kwamba Yesu kawaida yake alikuwa anaenda katika msikiti, si ni kweli? Hiyo kiswali ikawa kwamba hiyo tafsiri ni je, ni ya hakika ama si ya hakika? Ushaona? Maana huyo anasema na download kamusi. Bimaana hako na shaka. Si uko na shaka? Kwa hiyo kwa ufupi wewe unataka kuelezea watu wanaotufuatilia na kutusikiliza kwamba uko na shaka na tafsiri ya Biblia? Niko na shaka na hilo neno. Niko na shaka na hilo neno lenye nyinyi mmetafsiria kwamba msikiti. Maana yake nataka tuangalie katika Kiswahili ya kwamba sinagodi ina maana yake nini? Okay, hebu nyosha maneno. Ni Waislamu wamfasiri ama ni Wakristo? Aliyeandika Biblia hatujui hata kama ameokoka, ni biashara pengine. Maana yake nini hii nayo wanaochapisha nini wako hapa hili. Wengine ni watu wanafanya biashara. Kwa hivyo translation sasa mimi naweza jibu hivi. Kwa hiyo waliochapisha ngoja subiri kidogo. Huyu anaweka maneno ambaye ina interest kidogo na najua watu pia labda wanachanganyikiwa. Wewe kwa ufupi unajua hii Biblia ina milioni na watu bilioni 2. Kwa hiyo wewe unataka kuambia watu bilioni 2 wanaofuatilia hii Biblia kwamba hii Biblia iko na biashara ndani? Sasa wewe naomba ndio tukue na mjadala mzuri, usiweke maneno katika kinywa changu. Umesema wengine wanachapisha kwa ajili ya biashara. Amekosea mara ya kwanza. Na mimi wewe unakubaliana ama amekosea? Hapo amekosea. Biblia. Sasa mimi nataka kuweka sawa kwa sababu ni makosa. Hii kitabu kinaaminiwa na watu bilioni 2. Na hii kitabu watu wanasubiri wapatie uzima wa milele. Alafu unasema wako biashara. Qur'ani yenyewe mnasoma, mnanunua ama mnapewa bure? Tunapewa bure, hata ukitaka ndakupa bure. Last time ukija sikukupa kopi. Mimi nimeenda katika makataba, nimepata nini inaitwaje? Qur'ani, ndiposa usome utalipia. Wacha hapo. Ukienda katika bookshop kutoka na Qur'ani, wewe ukienda kwa bookshop hakuna Qur'ani zipo. Utanunua ama utapewa bure? Biashara ipo ama haipo? Mimi nitajibu hivi. Kwa hiyo subiri kidogo. Kwa hiyo kwa ufupi subiri. Kwa hiyo wewe ngoja. Mimi nimekwambia Qur'ani nitakupa bure. Qur'ani nitakupa nini? Bure. Ushaona asai sijabeba, nitabeba. Last time nilikuwa nazo, ushaona? Kwa hiyo ukisema ni ya biashara, hiyo ni yako. Kwa sababu sisi tunajua sio biashara na hatukubali, in fact tuna distribute mingi ni bure. Ushaona? Kama mtu amekuuzia basi wewe enda ulizana na yeye. Lakini si unapeana bure. 1 2 mshawahi nunua Qur'ani ama hamjawahi? Twende katika uhakika hilo. Mimi sijanunua, mimi na Qur'ani mingi. Unaona, ushaona? Nilipewa bure. Lakini kwa msingi moja, kwa nini utapata ukiongelea kitu hakuna? Sasa pili, exactly. Nimepewa bure na kuna zingine za kununua. Mnashinda kwa msingi mmoja, mnaongelea kitu hakuna. Haya, turudi sasa. Tafsiri yako inasemaje? Yangu nasema sinagogi ni nyumba ya ibada ya Wayahudi, ya waumini wa Kiyahudi. Hiyo umetoa tafsiri wapi? Hii tunajaribu kuinterpret neno sinagogi kutoka kwa kamusi sanifu. Okay, kwa hiyo kamusi Sinagogi, wacha tuwekee hata watazamaji wako waone. Sinagogi ni nini? Ndio hapo karibu. Sinagogi ndio hiyo watazamaji wako pia wasome vizuri. Sinagogi ni nyumba ya ibada ya waumini wa Kiyahudi. Je, Waislamu ni Wayahudi? Asante. Tunaenda polepole. Tuna tafsiri mbili. Kuna tafsiri ambayo umegoogle na kuna tafsiri hard copy. Ngoja kidogo ambayo tuko naye hapa. Swali, tafsiri gani sawa? Ni hii ama hii? Mimi nitajibu hiyo swali. Usimweke. Ukifanya hivyo utakaa kama utamweka pali pabaya. Unajua kwa nini? Mimi naweza jibu hivi. Sinimalizani hapa kidogo. Tafadhali. Mko kwa mali moja na mnataka kutuweka mali ambayo haifai. Unajua kwa nini? Wanaenda ili si acha tafadhali acha nimalize. Excuse. Acha nikujibu. Yaani tumruhusu aende, wewe tunakuanga hapa na sisi kwa biashara yangu. Si acha nikujibu. Tafadhali acha niwajibu kitu moja. Wewe ushaishika Biblia, si ndio? Kuna version ngapi? Mingi, mimi sijui hata sasa. Lakini kuna mingi, si ndio? Haya, Qur'ani iko na version ngapi? Iko na publisher wangapi? Publisher, ukisema publisher maana yake nini? Publisher, kampuni ambayo inachapisha. Kampuni gani? Qur'ani moja. Nani anachapisha? Nauliza kampuni gani inayochapisha? Sasa unajua kuchapisha sisi kuchapisha ni multiply ziwe mingi. Subiri kidogo. Hiyo kuchapisha si hatuna shida, ukichapisha Qur'ani usichapishe si hatuna shida kwa sababu Qur'ani yetu ndio wakati kwa subiri nijibu. Qur'ani yetu iko katika vifua.
ile imechapishwa ni kusaidia mtu ambaye kwamba hajui kusoma ama hajahifadhi, lakini sisi katika vifua. Hii Biblia version hii na nikupa version nyingine, na hakuna mtu katika dunia ashawahi hifadhi Biblia mzima. Ushaona? Hii version na nyingine zinatofautiana. Exactly. Ushaona? Lakini Qur'ani yote ni same. Hakuna tofauti. Asante sana. Mimi nataka kukujibu kitu moja. Kuna kitu moja unataka kukosea. Nimekwambia, umetuambia vizuri sana tufuate maneno iko hapa, si ndio? Lakini hizi zingine ziko hapa nyuma. Hizi mambo ziko hapa nyuma, hizi onyesha watu wako hii. Sio mzuri. Hii iko hapa hivi. Hii ni extra added. Si ati kana kwamba iliambiwa ikuwa kwenye Biblia. Si ni ukweli? Ni sawa ikuwepo hapa, si sawa. Si ni kujibu kwanza. Jibu. Si kana kwamba inafaa ikuwa hapo. Ukienda kwenye version nyingine hautapata hizi. Kwa hiyo haifai kuwa. Sikiza. Sikiza nikujibu. Haifai. Sikiza. Hii maelezo iko huku hivi ni extra added by the publishing company. Kwa hivyo haifai kuwa katika. Sikiza nikujibu. Sikiza nikujibu sijasema haifai kuwa. Unajua nikisema haifai kuwa, sikiza. Nikisema haifai kuwa mimi nakosea mwenye ile kampuni ambayo ilipublish this Bible, this version. Si ndio? Ndo alipublish hii Bible version, lakini yale maneno yako hapa hivi. Hata kama itatofautiana kidogo jina amri, ukitafsiri kitu kingine, saa zingine kutafsiri inakuwa gumu sana. Kiarabu hadi kujingine ama Greek to English ama vingine. Lakini maana itabaki kuwa ile tu. Juu kikosea Biblia hapo ukifika mbele itakukosoa tena. Hivyo ndivyo mimi nafahamu. Sasa kwa ufupi tendo kwa ufupi. Hiyo ni added. Inafaa kuwa haifai. Kwa hii version wamepotosha. Kwa hiyo sinijibu kwanza. Si ngoja basi nimalize. Acha nijibu. Mbona hutaki nimalize? Mimi napenda kukubali makosa na kukuni. Lakini ukikuja uniambie eti kana kwamba eti jina sinagogi hapa inamaanisha nini msikiti hapa? Sio sisi, ni nyinyi hapa. Sikiza basi kwanza nimalize lakini. Unajua anasema anamwambia. Sikiza ni unajua wewe umesoma hii version. Nikikupea saizi version nyingine isome jina sinagogi ni mahali pa kuabudia kwa Wayahudi, utakubali ama utakataa? Atakataa. Mimi nakuuliza. Siacha nikuulize swali. Wewe umeshakubali sinagogi ni msikiti? Ukienda kwa Kiswahili sanifu, sinagogi ni nini? Sasa hiyo kwa Kiswahili sanifu ni nini? Sinagogi ni Kiyahudi. Ndio sasa walitafsiri. Yule mwingine ajui maana ya sinagogi. Sinagogi ni nini? Kiswahili sanifu. Kwa Kiswahili sanifu sinagogi, subiri. Kwa Kiswahili sanifu sinagogi mahali pa Wayahudi kuabudia. Sawa? Kiswahili sanifu. Kwa Kiswahili ya Biblia ambaye mnasema imepotosha inasema ni msikiti. Kwa ufupi ni kusema kwamba hii Biblia imepotoshwa, haina Kiswahili sanifu. Ile mlio Google ndio sawa ya Biblia mbaya. Ushaona, unaona pale mnaelekea nyinyi watu nyinyi. Alafu subiri, maelezo mimi sina maelezo kabisa ya Biblia ya mchapishaji ambaye ni Muislamu au Mkristo. Wacha nikuulize, mchapishaji huwezi jua ni nani. Kwa hiyo ana dini. Huwezi jua ana dini. Mimi simjui. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ako wapi? Yako kazi yako kazi. Kwa hiyo hawa chapishaji hawana dini, sio? Ndio mnamaanisha. Kwa hiyo kwa ufupi imekanusha Biblia yenu. Unajua kuna kitu kimoja. Ngoja niwaambie. Subiri. Hii kampuni ni gani? Si unaona nikupe nyingine. Kwa hiyo kampuni mbaya. Sikiza nikujibu. Hii ni kampuni fulani ya Tanzania. Na mjue mko kamera. Sikatai. Na watu wengi wanawafuatilia. Sikiza nikujibu. Kwa maana wewe acha nikuulize. Huyu ajibu. Anijibu. Kwa swali ni hii ni Biblia ama ni maelezo ya mtu kibinafsi? Hii ni maelezo. Subiri. Maelezo haya yamewekwa na watu waliochapisha hiyo Biblia ambaye, subiri kidogo, kwa imani yenu wameongozwa na Roho Mtakatifu. Ngoja, waliongozwa kuongozwa na aliyechapisha nini? Hajaongozwa na roho yote. Asante. Naomba niulize swali. Asante. Ngoja. Aliyechapishwa, subiri. Kwa hiyo hawajaongozwa na Roho Mtakatifu. Sikiza, maandiko nasema kwamba walioandika ndo walioongozwa, lakini aliyechapisha, kuchapisha ni nini? Asante. Kwa hiyo aliyechapisha ndo amekosea.
Aliyechapisha aliongezea maneno yake ya kweli ya uongo. Kuna different versions. Ya kweli ya uongo. Na ile kitu nataka kutufanya tuseme ni sisi Naona Biblia nyuma kwambia hapo nini hapo mwisho. Hiyo Biblia uko nyuma imeandikwa maelezo ya maneno. Kwa hivyo kumaanisha maelezo ya maneno sio nini? Sio maneno yaliyo kwenye Biblia. Biblia yenyewe imeishia pale Revelation. Ama ni kwa hiyo maneno hayo ni ya kweli ya uongo? Hiyo maelezo ya maneno ni ya uongo hiyo. Kama jina sinagogi ni uongo. Hata mwenyewe unafahamu ni uongo. Kwa hivyo Biblia imeishia Revelation. Maelezo ya maneno ni Biblia ama ni maelezo ya mtu kuongezea? Kwa hiyo Biblia iko na maneno ya uongo? Hapana. Hiyo sio Biblia. Acha nikuulie swali. Wewe uongo bana. Tuachie hapo. Subiri. Unajua hilo swali lilikuwa langu na mimi ndio niliulizwa na tulianza kuuliza. Yesu aliingia sinagogi. Alikuwa sasa sinagogi. Tusiende kuangalia sinagogi ni nini kwa sababu tafsiri. Biblia yenyewe kwanza imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Hiyo ni Agano la Kale. Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Greek lexicon ukipata haina tafsiri zingine za kusema kwamba hii sinagogi inaitwa aje. It is just a synagogue. That's what the Greek lexicon says. Kwa hiyo hii usubiri. Kwa Biblia sasa Biblia iko neno sinagogi ama haina? Iko na neno sinagogi. Sasa hiyo neno sinagogi kwa fasiri ambayo tumepata katika Biblia ndio makosa. Sio kwa Biblia. Kwa fasi gani? Kitabu gani? Wale hii. Kitabu gani? Kwani kitabu inaitwa nini? Mnaikataa? Nauliza aje? Kitabu gani cha Biblia? Kitabu gani? Nafasi gani inasema sinagogi ni msikiti? Kwa hiyo umeuliza kitabu gani ya nini? Kitabu gani? Kwa sababu Biblia iko na vitabu. Hii kitabu ni gani? Hii ni Biblia. Uoneshe mahali lakini sinagogi hii ni Biblia. Acha nimwambie. Hii ni Biblia. Lakini sinagogi inaanzia Genesis to Revelation. Hakuna jina sinagogi. Swali nataka kuuliza. Ile maelezo ya nyuma imeongezwa ijaongezwa? Sinagogi iko hapa. Imeongezwa ijaongezwa? Haijaongezwa. Hizi ni watu wameandika. Hii ni maelezo. Imeongezwa ijaongezwa? Hii maelezo. Ngoja. Biblia imeanzia wapi mpaka wapi? Genesis to Revelation. Ndio mwisho. Baada ya Revelation 22:18. Ile ya chini imeongezwa ijaongezwa? Hiyo ni maelezo ya maneno hizo. Imeongezwa ijaongezwa? Imeongezwa, tunakubaliana na wewe venye unataka. Nisomee 22:8. Imeongezwa. Yohana ama hiyo Ufunuo pale mwisho. Mtu asiongeze wala kupunguza. Hapo ndo mahali unaenda. Fungua. Kumbe umehifadhi Tunajua hizi vitu bana. Ndio tunakuambia wachapishaji wengine wako mambo zao. Wachapishaji wabaya wako, kuna wengine. Kwa hiyo kuna wachapishaji wa Biblia. Haya, soma hapo 18. Sikia 18. Inasema namshuhudie kila mtu asikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yote akiongeza Mungu atamongezea hayo mapigo yaliandikwa katika kitabu hiki. Mungu ataongeza nani? Mwenye ameongeza si mimi. Asante. Kwa hiyo ule aliongeza ataongezewa ambaye amekosea nani? Yeye mwenye. Kwa hiyo walioandika hii wataongezewa nini? Si mimi. Sina shida naye. Na mimi nitakujibu. Mimi acha nikujibu swali moja. Tuacheni sasa. Tuacheni. Nimekamilisha swali langu, mimi niende. Subiri sasa. Sawa. Hiyo sio nini? Sio nini? Kulingana mtu vya. Sasa sikilizeni. Kuna kitu, subiri. Kuna kitu nataka niwaambie. Kuna kitu ambaye kwamba nataka tuelewane. Mfano mimi nikuji hapa nizungumze na nyinyi. Alafu amenizunguka wa Kristo. Alafu niko na Qur'ani. Alafu niseme kwamba hii Qur'ani si maneno ya Mungu, sijui nini na nini. Je, ni aibu si aibu? Sihitaji kuficha aibu yenye ni uongo. Kama ni ukweli, hiyo ni aibu. Kama ni aibu na ni ukweli. Huyu ndo mwanaume kwa straight hivyo ni aibu, ushaona? So ni pia kwenyu ni makosa na ni aibu wakati napoletea Biblia mnasema mchapishaji amekosea, fasiri imekosea. Unajua vitu kama hizo ni makosa. Naomba niseme kitu ya pili nitaka kuuliza. Yesu desturi yake alikuwa akiingia katika sinagogi ambayo tunapata tafsiri ya Biblia
ni tafsiri ya Biblia. Mimi naenda naye, mimi naangalia yaliyoandikwa. Hayo kata yenyu mnakataa ni yenyu, mimi ndio hiyo. Mkatai kila kitu. Ndio hiyo maelezo inasema hivyo. Hiyo maelezo exactly inasema hivyo. Inasema ni msikiti wa Wayahudi. Subiri. Sasa nataka hivi. Nataka verse moja. Twende pole pole. Yaani kwa kuelewana. Wajua wa Kenya watu wazuri. Ushaona Nataka verse moja. Yesu alienda katika kanisa. Wacha hata kama ilivyokuwa desturi yake, hata kibahati mbaya. Mimi nitakujibu. Ngoja, wacha angalie. Acha nimjibu roho safi tu saa hii. Wacha tu. Bro, kidogo tu nimjibu tu roho safi. Unataka kanisa. Bro, si nikujibu tafadhali. Acha nimjibu tafadhali. Sikia. Hakuna mahali. Sikiza nijibu. Acha nimjibu. Ameuliza tu roho safi. Anataka kuona mali Yesu alienda kwenye kanisa. Sisi hatuja claim. Unajua kama mimi naweza sema aje Yesu alikuwa anaenda kwa kanisa. Ndio ungeniambia aje nionyeshe mali imeandikwa Yesu alienda kwa kanisa. Sasa unataka aje nikupruvia kitu ambayo haijaandikwa? Nitakuprovia aje kitu ambayo haijaandikwa pale? Unajua saa zingine mnatakanga mtu ajibu una claim kitu ambayo mimi sijasema. Unaona? Lakini ni kama vile unataka kufuatilia, unaweza soma sheria Torati sheria za Musa zilikuwa zinaitwa Torati, si ndio? Baada za Musa Yesu akakuja, sasa ndio Musa kukatoka nini? Alikuwa anaitwa aje? Ni Musa alikuwa na hizo sheria za Musa, si ndio? Si zilitolewa. Ukianza kunisomea hizo sheria za Musa na zilishatolewa na Biblia yenyewe inasema zilitolewa. Utakuwa unasema sasa mnasema sisi wa Kristo tunafuatilia mambo ya Musa, utakuwa nikosea. Kwa hivyo sasa ukiuliza Yesu kama alienda kwa kanisa, utakuwa nikosea. Yesu hakuenda kwa kanisa, bro. Yesu alisema vizuri sana, nikakwambia alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Kwa hivyo kama Yesu alikuja kwenye dhambi, kumaanisha atakuja kwa Wayahudi, kwa ambao waendi kwa kanisa, kwa watu kwa msikiti, kwa maana hiyo ndio ilikuja kumleta duniani. Na akasema waenezee injili, wenye watakubali na wenye watakataa. Hakuna shida, wenye watakubali. Ndio maana wakaitwa nini? Wafuasi wa Kristo. Ndio maana kitu ikaanzishwa inaitwa nini? Wa Kristo. Na hapo ikaanzishwa kanisa. Ushajibu. Sasa subiri. Sasa huyu rafiki yangu amejibu na huyu pia amejibu. Wewe umesema Yesu kuingia wapi? Hakuingia kanisa. Very good. Unajua kwa straight. Asante. So kwa ufupi ni hivi. Kwamba huyu kwanza amesema vizuri. Huwezi uliza kitu ambaye haijaandikwa, bimaana hakuna. Ushaona? Bimaana kwamba Yesu hajaionekana ameingia katika kanisa. Kweli. Lakini katika msikiti iko. Hiyo tushamaliza. Sasa mimi subiri. Mimi ili uniconvince, wao uniletee tu mahali kwamba sinagogi ina tafsiri nyingine. Kwa hiyo maelezo yako unapata sio kwa Google. Sio kwa Google. Kwa Google kila mtu anaandika mambo yake. Tumalize hilo swali. Ushaona? Siku ya Saturday. Waislamu wanaenda katika msikiti siku ya Saturday. Rafiki yangu hiyo swali rahisi. Hiyo tushamaliza. Hebu uliza swali basi nijibu. Swali lilikuwa hapo hivyo, mkasema kwamba sinagogi ni msikiti kulingana na tafsiri yako. Na Biblia imemaliza na kusema kwamba siku ya Saturday. Nyinyi Waislamu mnaenda katika msikiti siku ya Saturday? Swali mzuri. Si ameuliza vizuri. Maana nyinyi kama wewe niambia ni msabato. Huyu anaenda Jumamosi. Na wewe ni Jumapili. Wewe ni msabato. Pia mimi msabato. Ndo sababu kwa hivyo. Sasa ushaona? Sasa swali nimeuliza nijibu. Sasa mimi najibu hivi. Hii swali naijibu hivi. Na ameuliza swali nzuri. Waislamu wanaenda kwa msikiti Jumamosi. Unajua kwanza kuna kitu mara ngapi? Mara 5. Jumapili wanaenda mara ngapi? 5. Jumatatu mara ngapi? 5. Siku zote mara ngapi? Mara 5. Hata siku ya Ijumaa mara ngapi? 5. Kwa hiyo hakuna siku Waislamu waende kwa msikiti. Hata Jumamosi wanaenda mara 5. Okay. Asante. Unaona? Kwa hiyo Yesu msikiti, asisi wapi? Msikiti. Haya, nani yako na swali sasa? Mimi nitajibu. Nilikuwa sio kujibu, nataka nitauliza swali. Kuna mali nilikuta kuna mada. Wakasema Waislamu ni swali. Uliza swali. Nimeenda mahali fulani nimekuta wako na mada. Wakaniambia na wakaclaim na wakasema kwa maneno yao. Dominic. Mimi naitwa Abbas, ndakuflashia na uko na WhatsApp sio? Niko na WhatsApp. Ndakutupia hiyo clip baada ndakutupia kwa nini hapa. Sawa, nitupie hiyo clip. Dominic, hapa tunaitwa nini? Madhara Wewe sema Maisa. Maisa.
Maisa. Nakupigia Dominic hata nakuflashia inaishia 65. Sawa. Haya ukapata Waislamu wakiwa na mada. Alafu wakasema akasema nyinyi sio kama Wakristo, na mimi nikasema hakuna shida, na ni kweli, and it's very straight and very open. Sisi hatuwezi kufanana hata siku moja na Waislamu. Akasema sasa sababu nyinyi Wakristo mkona mara mkona wa Korino, mara mkona nini, yakasema ya kwamba Waislamu ni moja na dini ni moja. Ukienda Saudi Arabia, ukienda Middle East, ukiingia Morocco, wote kama ni Muislamu ni Muislamu, wanafuata ile Qur'an moja. Swali langu ni huyo mtu aliposema hivyo ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Waislamu na mbona tuko na aina tofauti ya Waislamu? Sasa aina gani au sasa labda uniambie aina? Hello, kuna Shia, kuna Sunna, kuna aina tofauti. Wako mara ngapi saizi? 4. Kama nakudanganya, ingia kwa simu yako Google how many types of Muslim do you have in this world. Okay, sasa unaitwa Mr. Google. Mimi nitachokuambia, subiri kidogo. Wewe ukitaka kuita Shia, ukitaka kuita Sunni, ukitaka kuita Sajia Ahmadiyya, subiri. Mimi nasema ni moja kwa sababu Qur'ani imesema watu wote ni nani? Waislamu. Hii mambo ya Shia, Sunni, Ahmadiyya labda unitolee katika Qur'ani pahali imesema kuna Shia, Sunni, Ahmadiyya wapi? Kwa sababu mwongozo wangu Qur'ani. Asante sana. Qur'ani inasema watatokea dini zingine 80 of which are not yet to be seen. Si ni kweli? Ama ni verse ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Watakuja watokea wengine. Uongo. Kwa Qur'an. Nipe hiyo, unaweza nipe hiyo verse. Qur'an inaeleza ni Qur'an ama ni hadithi? Sijui, moja inasema nataki kuongea kitu kiko kule mbali, nataki kitu kiko hapa. Ni ati sina hapa, ningeku-prove actually. Si acha nimjibu, si mjibu ni mjibu. Si mimi nikujibu. Unajua Mwenyezi Mungu anasema tuwe watu wote ni Waislamu kuisha. Acha nikujibu, si acha nikujibu. Yaani Waislamu wewe ni, yani ile dini amechagua. Hata hiyo sio issue. So kama kuna Mashia, Sunni na nani, anionyeshe kwa hiyo Qur'ani kwa sababu Qur'ani mimi najua Waislamu. Mimi nitakujibu step by step. Wako ama hawako? Hawako. Wewe sasa labda unajisikia ina tofauti ya Waislamu. Mimi najua Waislamu Mungu ametajia katika Qur'ani Waislamu. Sasa okay, sikatai. Kama wewe unayo andiko ama aya unatuonesha. Sasa watu wote si mimi nikujibu basi. Mimi nataka kujibu kitu moja rahisi. Hebu nijibu. Wakristo sikiza, tuko na Pentecostal, tuko na SDA, tuko na Catholics. Si ni ukweli? Ndio. Sasa kwa Waislamu kuna Shia, sijui kuna Sunna, kuna tofauti, si ndio? Lakini sikiza nikujibu, lakini wote ni Waislamu. Na sisi pia tukisema tuko na Pentecost, tuko na SDA, tuko na Catholic. Wote ni nini? Wote ni Wakristo, si ndio? Ile kitu iko ni ile shida yangu hata si eti nini ama nini. Shida yangu ni moja. Si acha nijibu, sijamaliza kwanza. Acha nijibu. Ningejua. Niulize swali sasa. Ningesoma hii andiko ili watu wawe sawa. Tusikie Mungu anasemaje. Si ni kweli? Sina shida. Huyu ametaja Shia, ametaja Sunni na mimi nakanuisha. Mshtakiwa ni mimi. Si mimi nataka kujibu evidence yangu ama ni uongo. Sikatai. Sikatai unataka kutumia hii. Sijamaliza hata mtu akieleza maelezo yake kwanza, hajamaliza. Basi uliza swali. Ile tofauti yangu iko ni wameshatokea na ukienda pale Isli kuna Masjid Sunna, kuna masjid sijui gani nyingine. Na hizo msikiti zote ni tofauti. Kwa nini? Kitu moja watofautiana. Hao wana celebrate birthday, au wengine wa celebrate. Hao wanajua Muhammad alizaliwa siku fulani, au hajui Muhammad alizaliwa siku gani. Ndio hapo ndio wanatofautiana. Ndio maana wako aina mbili tofauti. Ngoja subiri kidogo. Ngoja. Unajua sio vizuri. Ngoja kidogo. Hiyo ni jina ya msikiti. Subiri. Ngoja mtu mmoja ongea, acha nimjibu huyu. Iko tofauti. Sisi sikiliza, nisikilize. Inasema enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Msife isipokuwa mmekuwa Waislamu. Sasa haijasema msife isipokuwa mmekuwa Shia, mmekuwa Sunni, mmekuwa Ahmadiyya, hizo ni zako. Ushaona? Mimi nishatoa andiko yangu hiyo. Pili, wewe unatuambia sijui kuna Masjid Sunna, kuna Masjid sijui nini. Kisha unasema kuna wale wanajua siku ile Muhammad alizaliwa, kuna wengine hawajui. Jameni, Muhammad kila mtu anajua alizaliwa tarehe 12 Rabiul Awwal. Hii ni watoto wanafundisha, sio watu wazima. Hii si kitu akwambia watu wazima ati hajui. Ushaona? Hizi ni vitu vinaitwa insinuation ambaye sasa hatuwezi chukua. Tunataka concrete evidence. Mimi nakupa maswali lakini naomba maswali unayouliza ziwe na evidence. Sitaki vitu vya kusikia. Okay, thank you very much.
nataka kumjibu vizuri sana na amesema tutumie evidence, si ndio? Unajua mimi spendi hata si lazima, kuna vitu zingine si za kutumia hata Qur'an. Vitu zingine ni common sense na ni kitu inaonekana, si ndio? Kuna proofs za archaeological sites kama Yerusalemu mali Yesu alienda, si ndio? Si ziko? Maybe pale Calvary alienda, si ndio? Hiyo ni proof na iko. Sasa ile kitu nataka kujibu ni uko na swali? Mimi nataka nijibu. Acha nijibu basi. Wajua mimi sija najibu ni kwa sababu nimejibu kwamba nimetoa haya watu wote ni Waislamu. Hatujui Shia Sunni na nini. Wacha nikujibu. Na kama ni birthday hiyo ni watoto wadogo wanajua. Nini nyingine unajibu? Si mimi nataka kukujibu roho safi. Mimi nataka hata si kujibu ama ni swali sijui nitaiweka aje. Lakini shidangu ni mnasema nyinyi wote the same na mnatofautiana. Unajua leo kukikuja kutokee watu wengine wanajiita Wakristo na ni Wakorino sijui anafanya kitu kingine. Bado tutasema wale ni rafiki yangu. Hiyo kitu tunaongea ni relevant. Hebu pewa. Sikia, si watakuwa bado Wakristo. Hazina evidence. Juu ile kitu mnafanya, ni mnafanya mkisema acha yaulize. Hii mambo. Mimi swali yangu kwanza kuna watu hapa hata wakuelewi, unajua? Shia na Sunni wako ni kitu iko. Nataka kuuliza nishike tu. Haya, wewe unauliza. Kwa majina mimi naitwa Daniel. Daniel. Yes. Mimi ni Msabato. Wewe ni Msabato leo mtaniua hapa. Hapana. Hapana, mimi nilikuwa shughuli zangu. Wewe ni Msabato. Naomba kusimame. Wewe ni kanisa gani? Hapa ni Mkristo. Hey, yes dear. Leo mlikuwa mmeniamulia haya. Swali tulikuwa tunazungumzia sinagogi. Acha turudi hapo, ndo nilipata mada ikiwa hapo. Na nikaona niulize swali. Ni sawa Yesu alienda sinagogi, na unapoangalia sinagogi na maanisha nini? Ndio ni msikiti wa Wayahudi. Wa Wayahudi wakati huo walikuwa wanasoma kitabu kipi sinagogini? Wakati huo wanasoma Taurati. Taurati. Yesu alipoingia msikitini alisoma kitabu kipi? Hiyo Taurati wakati huo. Taurati. Hiyo Taurati sasa hivi nyinyi mnaisoma? Mko nacho? Kopi zake na maneno yake iko ndani ya Qur'ani. Mnakisoma sasa hivi? Kwani nani anasoma Taurati? Jibu kwanza swali. Ndio nasema hiyo Taurati, subiri. Taurati hiyo iko hapa. Ushasikia? Kwa sababu Mungu alimwambia Musa usio na miungu mingine ila mimi. Kwa Qur'ani Mungu amesema hivyo. Ushaona? Ndio hiyo mafundisho yote ya Taurati iko hapa. Na kwa ushahidi hebu nishikie hii. Taurati ilitolewa bro, iliandikwa kwa kitabu. Hiyo ni sheria. Kwani Taurati ni nini? Taurati maana yake ni sheria, rafiki yangu. Iliandikwa wapi? Ngoja, wacha. Taurati maana yake sheria. Haya, inasema na haya yaliyomo katika Qur'ani. Sikia hii aya. Haya yaliyomo katika Qur'ani yamo katika vitabu vya kale walivyoteremshiwa mitume wa zamani. Yaani wale mitume kina Musa, kina Yesu, maneno walioambiwa kule imeandikwa kwa Qur'ani. Sasa ni sawa, lakini bado hujajibu swali langu. Nasema nikiwa na hii maneno ile ya Musa iko hapa. Ushaona? Hapana. Ameuza swali. Jameni, nikisema subiri kidogo. Vitabu za Torah ni 5. Zimeandikwa na Musa. Swali aliyouliza ndio sema ndio ama hapana. Hivyo vitabu 5 viko katika Qur'ani ndio ama la? Vile sisi tumekubaliana nyinyi. Kwani hii aya imesemaje? Umejua hiyo swali? Imesema katika vitabu vya zamani. Vitabu vya zamani viko mingi. Iko Injili, iko Torah, iko Zaburi. Ziko hapa. Kwa sababu imechukua in general. Rafiki yangu, hii imechukua in general. Taurati ilifanyaje? Ilitolewa. Kwa hiyo hakuna. Kwa Kristo sisi vile tunavyokubali na kulingana na Biblia. Torah ilishatolewa kwa sababu Yesu alitufia kwa sababu yetu. Alitufia sisi. Kwa hiyo sheria hakuna. Kwa saizi ni sheria tunatumia, si Torah. Ile ni commandments. Ile kuna commandments, kuna hiyo Torah. Maana ya Torah ni nini? Torah ni ambayo imeandikwa kwenye kitabu na commandments zile zilizoandikwa kwenye mbao, yani zile mawe
zilizotumwa na Mungu mwenyewe akaandika. Kwa mkono wa Mungu mwenyewe uliandika. Not by handwriting ya mwanadamu mwenyewe kama ya Musa. Rafiki yangu, huyu ameuliza swali, mimi nimejibu kwa mkato. Sijakata, nimejibu na aya. Subiri, sasa angalia, subiri. Mimi nafuata kitabu gani? Mimi nafuata kitabu gani? Asante. Ona rafiki yangu. Unajua sasa swali mimi naona hivi. Wewe kuna vile unataka mimi nijibu. Yaani nikijibu unavyotaka ndio utakuwa nimejibu. Nikijibu kwa njia ambayo kwamba ni sahihi kwa kutumia maandiko, unaona si sawa. Kwa kutumia andiko, mimi mwongozo wangu ni Qur'ani, sawa? Huyu akaniuliza, je, Taurati mnaisoma? Nimeangalia Qur'ani inaniambia nini? Qur'ani inasema kwamba hizo vitabu vya zamani walivyopewa mitume wengine, habari zao ziko kwa Qur'ani. Bimaana habari za Musa ziko hapa. Na tumeambiwa habari zake alivyopata. Yaani nataka msinge nitajia Musa namjua. Msiponga nitajia Yesu kuzaliwa yake na kila kitu najua. Ziko hapa. Acha nizungumze. Niko na swali moja tumalizane na nyinyi. Acha nizungumze. Ni sawa. Vitabu umekubaliana na Torah, bado mnakubaliana nayo. Habari yake iko hapo. Habari yote ya Moses iko hapa hivi. Haya. Kabla ya Qur'ani. Kabla ya Qur'ani, Waislamu walikuwa wanasoma kitabu kipi? Waislamu kabla ya Qur'ani. Kabla ya Qur'ani. Kwa sababu tunavyoona historia, Qur'ani imekuja baada ya miaka baadaye sana, baada ya miaka mingi sana. Miaka 600. Si ndio? Sasa nataka kujua kabla ya nini? Kabla ya nini? Kabla ya Qur'ani. Kuja. Nataka kujua Waislamu walikuwa wanasoma kitabu kipi? Kwa sababu Qur'ani imekuja baadaye na Biblia ilikuwepo kutoka mwanzo. Asante. Alafu Biblia ikuwepo nawe. Okay, vitabu vilikuwepo. Vitabu vilikuwepo, si ndio? Haya. Na pale Yesu alipo hata Yesu hajaona Biblia. Lakini Yesu alisoma vitabu. Ndio. Haya, nataka kujua Yesu pale alipokuwa pale sinagogini. Hicho kitabu alichosoma ni kitabu kipi sasa hivi ambacho tunaenda sasa polepole. Tunaenda hivi. Je, kabla ya Qur'ani Waislamu wa zamani walikuwa wanasoma vitabu gani? Kabla ya Qur'ani Waislamu wa zamani walikuwa wanasoma Injili, walikuwa wanasoma Taurati na walikuwa wanasoma Zaburi. Hiyo ndio vitabu walikuwa wanasoma. Hivyo vitabu vyote mnakubaliana navyo sasa hadi sasa hivi nyinyi viko kwa Qur'ani? Tunakubali kwa sababu Qur'ani imetaja Taurati, imetaja Zaburi, imetaja Injili. Hakuna mtu anachallenge hizo vitabu. Ushanisikia rafiki yangu? Hakuna mtu ana challenge. Kwanza tunakubaliana kwa mengi na hivi vitabu tunakubaliana kwa mengi. Kitu ambacho kwamba mnafahamu jua ni kwamba huyu ameuliza swali vizuri na ameuliza kitechnical. Unajua? Mfano angekuja tu kuniuliza kwamba Waislamu walikuja miaka 600 baadaye ndio ningemkataza. Kwa sababu Waislamu wako hata kabla ya Yesu. Ushaona Kwa hiyo Waislamu hao walikuwa wanasoma Taurati wakati wa Musa. Kuna Waislamu tu. Walikuwa wanaitwa Waislamu, hakuna jina lingine. Mungu kulingana Qur'an. Wana Mungu. Sasa wewe rafiki yangu. Kulingana na Qur'an, si ndio? Rafiki yangu. Si hivyo. Kulingana na Biblia au kulingana na Qur'an? Kabla Qur'ani kuja nani aliwaita Waislamu? Hivyo ndo nataka kujua. Haya fungua. Mungu ndo aliwaita Waislamu. Wewe na wewe utaniambia na Wakristo nani aliwaita? Sisi tushakujibu kwa kitambo. Sasa sikia, inasema na Musa, huyu ni Musa, hii ni story ya Musa sasa. Musa akasema, enyi kaumu yangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Wakati wa Musa yeye anaongea na watu wake, naambiwa mtegemee yeye kama hao watu wake ni Waislamu. Musa wako wapi? Musa watu wake. Sasa hiyo ndio badilisha wewe mwenyewe. Ukishaona nini usianze kugawa. Wewe ukishaona kamba unakubali. Subiri kidogo. Subiri, nasoma aya pili. Tafsiri yako inasema ni Musa aliwaita. Hakuna mahali hata nasema hapo Musa amewaita. Subiri kidogo. Haya. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahim akaichukia dini hii ya Kiislamu isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu? Na kwa yakini sisi, Mwenyezi Mungu asema sisi tulimchagua Ibrahim katika dunia. Na kwa hakika yeye, ngoja rafiki yangu.
Na unipe nisome. Nitaomba tu. Ndio nielewe. Sasa mimi ninavyoona ni kama kuna something you are creating of which is not good. Is it bad to confirm? It's not good. Sawa. Let me finish, alafu lete maneno yako. Sawa. Katika dunia na kwa hakika yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Kumbukeni habari hii. Gusa tu kwa screen. Meisha moto. Basi haina shida. Na hebu gusa screen kwanza. Imewaka? Basi labda imeisha moto. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahim katika dunia na hakika katika yake atakuwa miongoni mwa watu. Kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia, Mwenyezi Mungu alipomwambia nyenyekea. Nyenyekea neno ya Kiarabu ya Kiswahili. Kiarabu wasema Rabbi aslim, yani silimu. Soma hata zingine nakwambia silimu. Aslim yake silimu. Ama kwa tafsiri nyingine nyenyekea. Nyenyekea akanena nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Naona kwa Kiarabu aslamtu lirabbil alamin. Nimesilimu kwa Mola wa ulimwengu wote. Kwa hivyo Mungu anawaambia silimu. Aslim, silimu. Maana Uislamu ni nyenyekea. Uislamu ni Kiarabu, Kiswahili nyenyekea. Niulize swali. Sijui ushanielewa. Tafadhali mwalimu. Kwa hiyo Mungu anamwambia Ibrahim nyenyekea, silimu. Ibrahim akasema nimejisalimisha kwa nani? Okay, acha mimi niulize swali. Kwa hivyo kumaanisha Uislamu ni kusema submitting to God. Exactly. Okay. Sisi as per Christian. Ona. Umesema mimi nimeelewa ni kumaanisha Islamic is submitting to God. The meaning of Islam. The meaning of Islam. Submission to the will of rafiki yangu. Ngoja. Submission to the will of Ngoja. To the will of God. Ngoja. Unataka kujua maana Uislamu ama? Mimi nataka kujibu kitu fulani. Kuna kitu fulani nataka kuleta. Kuuliza ni hivi, ni kwamba Uislamu ni neno Kiarabu iko na maana nyingi. Iko maana nyenyekea, iko maana total submission to the will of God. Unapokubali Mungu, unapoingia katika dini pia unakuwa ni nini? Unasilimu na mambo kama hayo. Ushaona? Okay. Iko na maana ya tatu amani. Ukisikia Islam maana yake amani. Okay. Kwa hivyo ni neno ambayo iko na maana. Kuna swali jamani. Kwa hivyo inaweza jibu hivyo. Tulikuwa tunazungumzia hapa kitu tena umeingilia huyu tumeachwa hapa. Maze unaona mimi kuna kitu niko nataka kuget. Venye amesoma hiyo Biblia, amesoma hiyo Quran. Umesema submission. Lazima itoe hapo Umesema submission. Total submission to the will of God. Submission to the will of God. Hata sisi hatukatai hiyo. Mnakubali. For anyone. Hata saizi wewe nikikuajiri na nikuwe bosi wako, nikuwe bosi wako mimi. You will be submitting to my to your will but not to the will of God. Unajua there is a difference. No, I want to give an example. Ngoja kidogo. Unajua you cannot take that example unaweka kwetu. I'm giving an example. Listen kwanza. Total submission to the will of God, not to the will of boss. Nataka mimi nimepeana kama example. Unajua nataka kugeuza story kwa vingine. Sigeuzi na unaweka kitu. Kuna mahali nataka kupeleka lakini sawa tu basi kama hutaki kuelewa. Total angalia nakupa maana yake ilivyo halisi. Mimi sikatai. Islam means total submission to the will of God. Mimi sikatai. If you submit to any other than God, that's not Islam. It's something mimi sijakataa. Na ndio maana nimesema for example. For example, 20 example yako sasa. Nikasema mimi ningekuwa mimi boss wako sasa nimekuajiri. You will be submitting to my commands. Hata sheria za nitakuwa nakupea utakuwa unafua? Unafuata kwa sababu usipofuata utanifuta. Lakini si sheria za kazi. Kwa mfano uvae uniform usichelewe. Ushaona? Hata shule lazima ufuate sheria. Hata inchi lazima ufuate sheria. Hii uwanja sote wanacheza mpira, wanacheza bila sheria. Na mtu akikosa kufuata hiyo sheria, abushike hivi kwanza. Shika hivyo mic yako. Wewe ulikuwa na maneno sikini hadi. Kuna kitu nataka kufanya lakini hutaki kusikiza. Mimi nataka kusikiza. Mimi najua nakuelekea. Lete swali. Mimi nilikuuliza swali last time. Lakini sawa.